Hivi unakumbuka shule tuliambiwaje? Primary school, secondary school, high school, hata degree, wakati tunachukua bachelor tuliambiwaje? Education is the key to life. Elimu ni ufunguo wa maisha. Njoo mtaani. What's the reality huko mtaani? Kuna PhD holder somewhere analipwa 2.5 million per month. 2.5 million dola $1,000 per month. PhD holder, doctor of philosophy. Kuna mtu ana masters. Nakwambia sio kwamba nafikiria kichwani kwangu. Mtu ambaye namfahamu ana masters, hana ajira, yuko mtaani. Tukizungumzia bachelor, wako wengi, mimi ni mfano. Okay, someone atasema bwana Jeff, kwa sababu ni mfanyabiashara, kwa sababu wewe ni mjasiriamali, usijitolee mfano kwa sababu hujawahi kuandika CV, hujawahi kwenda kuomba ajira. That's correct, lakini kuna watu nawafahamu. My classmates. Unajua nimesoma course gani? Petroleum chemistry. Somo la kisayansi, yani course ya kisayansi. Very reputable course nchini Tanzania. Afrika nzima ni maybe vile vitatu. Afrika nzima, sio Tanzania, Afrika nzima. Kwenye nchi 54, maybe vile vitatu ambao wanatoa hiyo course. Mkemia wa gesi na mafuta. I know my classmates, tumemaliza mwaka 2016. Mpaka sasa hivi 2020, 4 years. Hakuna ajira. Na kuna wasomi wengi wengine ambao ni maskini. You know what are the reasons? Sababu ni zipi wasomi wengi ambao tuliaminishwa kwamba elimu ni ufunguo wa maisha, bado tuna maisha magumu. Bado tukioni kitasa. Maisha bado yanatuchapa. Someone somewhere ana degree lakini hajui next week anakula nini. So next month ama next year, next week hajui anakula nini. Kuna reasons 12 ambazo nimezicompile kukuelezea wewe kwa nini wasomi wengi hawana utajiri. Kwa nini wasomi wengi hawana mafanikio? Kwa nini wasomi wengi wamekata tamaa? Please stay with us. Kama ni mara yako ya kwanza kuona hii video, usisahau kusubscribe. Sababu ya kwanza kwa nini wasomi wengi ni maskini ni principle ya kisayansi. Sababu ya kwanza, it's a scientific principle. It's a scientific rule. Msomi kuwa maskini. What do I mean? Twende kwenye Newton's third law of motion. Inasemaje? To every action there is an equal and opposite reaction. Narudia. To every action there is an equal and opposite reaction. Watu wengi sana walikimbia physics. Watu wengi wamekula makarai, wamekula D, wamekula F za physics O level. Lakini nitakurahisishia. Katika kila action kuna reaction ya sawa na reaction ambayo inakinzana nayo. Nikupe mfano mzuri ambao utauelewa, ama mifano 4 ama 5. Mfano wa kwanza, ukichukua nyundo ukawa unagonga msumari. Ukigonga msumari kuna action ambayo unaipeleka. Ile action ambayo unapeleka kwenda kugonga, ikishagonga pale kwenye ule msumari, ile nyundo itarudi nyuma. Yaani kama vile itabounce back. Ile ni opposite reaction. Unaelewa? Cha pili, mfano wa pili ni kama mtu akiwa anaogelea. Mtu akiwa anaogelea anafanya nini? Anataka kwenda mbele lakini anarudisha maji nyuma. Kwa hiyo action ni kwenda mbele, lakini yani action ni kwamba anarudisha mikono nyuma, lakini reaction anaenda mbele. Angalia rocket inavyomove. Rocket inavyomove ni kwamba ndani ya rocket kule chini kwenye chamber kuna gesi ambayo inaungua, burning gas. Ile burning gas ikitoka, inashuka chini, alafu reaction yake rocket inaondoka. Mfano mrahisi mwingine ni kwamba uko unatembea. Let's say unatembea kwenda beach. Ufukweni. Uko unatembea, unapopiga steps hivi, mchanga unafanya nini? Unaenda mbele lakini mchanga unarudi nyuma. Uko unapiga hivi steps, mchanga unarudi nyuma. Kwa hiyo ile ni action na opposite reaction. Labda mfano mwingine wa mwisho ambao utakurahisishia, angalia mtu akiwa anatumia mtumbwi, anafanya nini? Anarudisha maji nyuma. Lakini mtumbwi unafanya nini? Unaenda mbele. Likewise, wasomi, the more unavyozidi kusoma, the more unakuwa kuna opposite reaction. Na opposite reaction yake ni utajiri. Jeff, what do you mean? Here's the reason. Here's the point. Unavyozidi kusoma sana, unaaminisha ubongo wako. Unaaminisha fursa yako kwamba ninavyozidi kusoma, namaliza form 4, naenda form 6, naenda nachukua degree, naenda maybe nachukua masters. Yani hiyo ni action ambayo unaichukua, lakini pembeni lazima kuwe na opposite reaction, ambayo opposite reaction yake ni mafanikio kwenye maisha. Kwa sababu the more unavyozidi kusoma, the more unavyoweka kwenye ubongo wako kwamba lazima nije kuitendea kazi elimu yangu, lazima nije kuajiriwa. Yani hiyo ni lazima. Yani hiyo ni reaction yake, lazima uje kuajiriwa. The more unavyozidi kuwa shuleni, the more unavyojiaminisha mwili wako, ubongo wako, nafsi yako, roho yako, kila kitu kwamba lazima uje kuitumikia elimu yako,
lazima uajiriwe. Ukiajiriwa, mwisho wako kufanikiwa ndio huo. Hakuna bilionea hata mmoja ambaye amefanikiwa kuajiriwa. The first reason kwa sababu watu wengi ni maskini ni principle ya kisayansi. Reason ya pili ni kwamba watu wengi ama wasomi wengi wanakufa maskini kwa sababu utajiri ni mchezo wa mahesabu. Na maanisha nini? Ama Jeff, unamaanisha nini? Mbona tukuelewi? Utajiri ni mchezo wa kimahesabu kwa sababu gani? Ili mtu yote aweze kuwa tajiri, anabidi afanye nini? Anabidi atoe value kwa watu wengi sana. Hiyo ndio the easiest way ya mtu kuwa tajiri. Sio lazima ufanye biashara. Toa value kwa watu wengi sana. Hizo ndio numbers za watu wengi, volumes. Ukitoa value kwa watu wengi, guaranteed kuwa tajiri. Mfano mzuri, Cristiano Ronaldo. Ushakujiuliza kwa nini Cristiano Ronaldo analipwa hela nyingi sana? Kwa sababu ana entertain watu wengi. Lionel Messi, Dwayne Wade, Kevin Durant. Kwa sababu gani wana utajiri mkubwa sana? Kwa sababu gani Michael Jordan ana utajiri mkubwa sana? Kwa sababu ame entertain watu wengi kwa wakati mmoja. Wasomi nachotokea ni nini? Muangalie msomi, muangalie daktari. Daktari hawezi akatibu watu milioni moja kwa wakati mmoja. Hawezi. Daktari atatibu mtu mmoja ama watu wawili, maximum watu 5 kwa siku. Kwa hiyo the more namba zako zinazozidi kushuka chini, the more unavyokuwa utajiri. Wasomi wengi hawana ule uwezo, hawana ile professionalism ya kutoa value kwa watu wengi. Muangalie mwalimu akija darasani anafundisha watu 40. Kila siku watu 40 atafundisha mpaka mwaka unaisha darasani. Maybe watu 40 madarasa 5 au watu 200 atawafundisha wao. Lakini kwenye utajiri you need to save more than 100,000 people, more than 10,000 people, more than 1,000 people. Unawapa value kila siku. Lawyer kienda mahakamani anaenda kumtetea mtu mmoja ama watu wawili ama watu watatu. Hawezi kutetea watu 100,000 wakati mmoja. You can never become successful kama numbers zako sio kubwa. That's very important. Reason ya tatu kwa nini watu wengi wasomi wanakufa maskini ama watu wengi wasomi wanakuwa maskini. Sababu ya tatu ni kwamba elimu inakuja na kiburi, arrogance. Elimu inakuja na jeuri. Wasomi wengi sana wanatamani kwamba mimi nikimaliza kusoma, nikimaliza kuchukua degree yangu, nikimaliza kuchukua masters yangu, niende ofisini ni relax, ni chill, napiga kiyoyozi, nakuja wawili watatu na hudumia na waandikia check na sign, napiga stamp nini na nini, nimemaliza. Mimi kazi yangu ni consult kampuni na kaa naenda kwa mabosi nazungumza nao, naambia bwana mnakosea 1 2 3, inabidi mtumie njia hii hapa. Hiyo ndio kazi wasomi wengi wanachokipenda. Wanakuja na kiburi, yani kama vile anataka arrogance kiasi fulani. Unaelewa? Nikishavaa suit yangu, nimevaa tie, I look clean. Hiyo ndio kitu ambacho elimu ilivyo. Inakuja na hicho kitu, inakuwekea kabisa kwenye kichwa chako tangia uko mtoto, kwa sababu tunaona watu wengi wasomi wakati tunakuwa wadogo walikuwaje maisha yao. Tunatamani sisi tuvae suti, tupendeze, tufanye kazi laini. Lakini reality huko mtaani ni vipi? Reality kwamba mtaa ama utajiri hautaki arrogance, hautaki uwe na ego, hautaki kiburi. Kuna msomi unaenda kumwambia bwana sikiliza, kuna deal maybe ya kuuza chips. Sawa ile kuuza chips. Huyu ni msomi ambaye hana ajira, hana kazi, hana probability kupata kazi anytime soon. Kuna bwana kuna issue, kuna deal ya kuwa kibanda cha chips, tujichange ipoje? Ni kwamba kwa siku tunaweza tukauza sahani 50 za chips. Sahani 50, kila sahani moja tutapata faida shilingi 1,000. Sawa, maybe chips bado tumie mzege. Tunapata kila sahani shilingi 1,000. Kwa hiyo sahani 50 hiyo ni shilingi 50,000. Lakini pale tuna products zingine, tuna juice ambazo tunatengeneza wenyewe, tuna mishkaki, tuna sausage, sijui tuna vitu vingine kuna bites na nini. Kwa hiyo tukijumlisha vitu vyote hivi kwa siku tunaweza tukalaza 100,000. Kama tukiweza kupush very hard tukafanya kazi siku 30 za mwezi, basi tuna milioni 3. Lakini milioni 3 tunaweza tukairun miezi 2-3 tukafungua kijiwe kingine cha pili, kwa hiyo tunapata milioni 3, huko tunapata milioni 3, lakini ndani ya miaka 2 tuna vijiwe vingine 5. Kama tuna vijiwe vingine 5, kila kijiwe kimoja kinatupa milioni 3, hii ni milioni 15. Mimi na degree yangu nifanye vitu kipumbavu, mimi nikanuka moshi, nianze kupanga mishikaki. Mimi na degree yangu si nimesoma finance, nimesoma agriculture, si nimesoma engineering, achana na mambo. Sio nini? Hana kazi ana nini? Arrogance. Uwezo kutajirika kama una arrogance. Sababu ya 4 wasomi wengi wanakufa maskini ni kwamba elimu ya fedha haifundishwi shuleni. Elimu ya fedha tunasoma primary, tunasoma secondary, tunasoma high school, tunasoma chuo, tunasoma degree, tunasoma masters, tunasoma PhD. Hakuna sehemu yoyote tunafundishwa kuhusu pesa. Hakuna sehemu yoyote tunafundishwa kuhusu tajiri. Hakuna sehemu yoyote tunafundishwa kuhusu wealth creation. Kuna vitu vitatu lazima uvifahamu katika elimu ya utajiri: how to make money, how to keep money,
and how to grow money. Vitu vitatu: jinsi ya kuingiza pesa. Ya kwanza, jinsi ya kukeep pesa, ya kuretain pesa, kufanya pesa isipotee. Ya tatu, jinsi ya kugrow pesa ambayo unapata. Wasomi wengi wanafahamu hiyo elimu ya kwanza, jinsi ya kuingiza pesa. Sababu unajua nikiajiriwa napata milioni 1, lakini msomi hajui jinsi gani anaweza kaikeep milioni 1, anaweza kaimaintain milioni 1, mwisho wa mwezi ujao bado yana milioni 1 benki. Wasomi hawaifahamu hiyo principle, hawajawahi kufundishwa, hawajawahi kuwa educated sehemu yoyote ile. Msomi hajui principle ya tatu, jinsi ya kugrow hiyo milioni 1. Milioni 1 basi ifike mwisho wa mwezi iweze kuingiza 500,000, iweze kuingiza 300,000, iweze kuingiza maybe iweze kudabu. Hawaifahamu. Lakini huko mtaani kama huwezi kufanya hizo principles tatu, kuingiza pesa, kukeep pesa na kugrow pesa, huwezi kuwa tajiri. Reason number 5 kwa nini wasomi wengi ni maskini ni kwamba elimu ya wasomi wengi ipo kwenye makaratasi. Period. Elimu ya wasomi wengi ipo kwenye certificates. Watu wengi wanaamini, yani mtu wote ukimuuliza kuhusu una elimu gani atakwambia nina degree. Una elimu gani? Na masters. Una elimu gani? Nilishato form 6. Hiyo sio maana ya elimu. Elimu sio kitu ambacho unafundishwa darasani. Elimu ni kitu ambacho unajifunza kila siku. Hiyo ndio maana ya elimu. Watu wengi elimu zao wameacha Judaism. Watu wengi wameacha elimu zao degree. Watu wengi wameacha elimu zao vimbweta. Watu wengi wameacha elimu zao vione. Ukija mtaani unabidi uwe very flexible. Kila siku unabadilika, kila siku unajifunza. Hiyo ndio maana halisi ya elimu. Wasomi wengi wakija mtaani hawataki kujifunza kitu kipya. Niambie wewe ambao unaangalia video, mara ya mwisho umesoma kitabu at least acha page 20, ukaacha Ngoswe Kipenzi cha Uzembe, ukiacha 3 Street as One Husband, ukiacha The River Between, ukiacha Black Hermit, mara ya mwisho umesoma kitabu lini? Ukiacha Takadini, mara ya mwisho umesoma kitabu lini? Ukiacha mtihani wa mwisho uliofanya chuo, UE ya mwisho uliofanya chuo, mara ya mwisho umesoma kitabu ni lini? Mara ya mwisho umejifunza ni lini? Mara ya mwisho umediscuss na mtu anything about success ni lini? Jiulize. Unakumbuka wakati uko shule mlikuwa mnaenda kwenye vimbweta, mnadiscuss watu 5 watu 6, mnadiscuss kwa ajili ya test, mnadiscuss kwa ajili ya mtihani. Leo hii niambie mara mwisho lini umejikusanya na washikaji zako 5 mnadiscuss biashara, mnadiscuss mafanikio? Tell me when. Wasomi wengi elimu zao waliziacha vioni. Lakini elimu halisi ni elimu ambayo kila siku unabidi unajifunza. Sababu ya 6 kwa sababu gani wasomi wengi ni maskini ni kwamba wasomi wengi ni wachambuzi. Period. Wasomi wengi wanafanya analysis, hawafanyi actions, hawafanyi mipango, hawafanyi executions, hawana strategies, ni wachambuzi. Biashara fulani, acha hiyo biashara. Simshikaje aenda kufanya sijui vitunguu, aenda kufanya akapoteza hela zote. Matikiti makaratasi, wachambuzi. Lakini kuna watu wengine ambao sio wasomi, ana form 4, anajua kwamba hakuna namna nyingine yoyote mimi kutusua except kufanya actions. Mtu anajua kabisa kama mimi nisipofanya kitu fulani, au mtu ambaye hajasoma, amesha form 4, amesha darasa 7, anajua kabisa kama nisipofanya kitu fulani basi sina uhakika wa kula. Anafanya in a way kwamba kila siku ana put in so much work. Hana masuala analysis, hana masuala ya uchambuzi, unachambua nini. Mwisho siku msomi katika kila fursa, baada ya kutafuta jinsi gani hii fursa inaweza ikaleta pesa, inaweza kana mafanikio, wasomi wengi watafuta namna kwamba hii fursa itakuwa failure. Watu wengi wanaangalia failures ziko katika hii fursa. Ukimpa msomi yote fursa, ataanza kuangalia kwanza failures zake zikoje, atazianalyze zikawa 10, alafu akija kwenye success rates, of course tayari kwa morale yake imeshakufa, hawezi kufanya hicho kitu. Wasomi wengi ni wachambuzi. Sababu ya 7 kwa nini wasomi wengi ni maskini ni kwamba wasomi wengi wananunua liabilities. I'm telling you the reality. Hakuna watu ambao hawajui matumizi ya pesa kama wasomi. Msomi anapata mshahara milioni 2 kwa mwezi, kwa mwaka ana milioni 20. What's the first thing anataka kufanya? Aenda kununua gari. Period. Wasomi wengi wanunua liabilities. Kuna msomi ananunua iPhone 11 Pro Max, mshahara wake ni sawa na simu yake. Anataka catch up, anataka ile gratification ya haraka, anataka kuonekana kwamba mimi ni msomi and I can afford these things. Hajui kama hicho kitu ni asset ama liability. Kuna mtu mwingine anasema Jeff unaongea tu kwa sababu unapenda kutukandia sisi wasomi. I'm telling you, mimi ni msomi. Muangalie tajiri wa kwanza Afrika, Aliko Dangote. Kuna mtu atasema Aliko Dangote mbona alinunua private jet dola milioni 45? Yes, kanunua very expensive private jet dola milioni 45. It's a lot of money. Lakini angalia ana net worth kiasi gani? Ana net worth dola bilioni 15. Yaani ni sawa uwe una milioni 15 alafu ukaenda dukani ukanunua kitu cha shilingi 45. It's like nothing. Yaani na milioni 15 nikaenda kununua saa ya shilingi 45.
It's like nothing. Lakini msomi anapata mshahara milioni 1.5, anaongezea mshahara mwezi ujao milioni 1.5, anaenda kununua iPhone 11 Pro Max. Wasomi wengi wananunua liabilities. Sababu ya 8 kwa nini wasomi wengi ni maskini ni kwamba wasomi wanapenda kushindana. Wasomi wanapenda competition. Sio kosa lao. Sio kwamba wanapenda. Ni kwa sababu system iliwaandaa wawe katika competition muda wote. System iliwaandaa wawe katika kushindana. Mimi kidogo napenda sana kusoma. Nimesoma masomo ya science, lakini I know topics nyingi za I know a lot of topics kuhusu economics. Na nimesoma kitu fulani kinaitwa game theory. Kwenye game theory kuna two kind of results. Kuna positive sum games na kuna positive sum games na zero sum games. Nikisema positive sum games ni vile vitu ambavyo matokeo yangu ambayo nitayapata haya affect matokeo ya Bwana Festo. Na zero sum games ni kwamba matokeo yangu ambayo nitayapata yata-affect matokeo ya Bwana Festo. Na maanisha nini? Ngoja nikueleze vizuri. Elimu kama elimu ni zero sum game. Ili kusudi mimi hapa niweze kuwa namba 1 darasani kwetu, lazima ni compete na wengine wote 20 ambao wako darasani, ili wote wawe chini yangu, mimi niwe juu. That's competition. Ili kusudi mimi niwe na best grades darasani ama GPA, ili niajiriwe sehemu nzuri, lazima nishindane na wenzangu 20, niwapoteze mbali sana. Mimi niwe na 4.8, wanaonifuata wanzie 4.3. Hiyo ndio maana competition. Hiyo ndio maana zero sum games. Wasomi wengi kwa hiyo wanakuwa wanatengenezea kitu tangia wako shule ya msingi kwamba lazima kwenye maisha ucompete. Kwa hiyo msomi atacompete, akienda kazini atakuwa na compete, lakini the reality ni kwamba kama hauwezi kucollaborate, uwezo ukatengeneza utajiri. Kwa sababu collaboration ndio itakusaidia wewe kuweza kuajiri vizuri, collaboration itaweza kuunganisha timu yako vizuri ya wafanyakazi na vitu kama hivyo. Collaboration itakusaidia wewe kuweza kushirikiana na watu wengine, kuweza kuwa na mentors, hakuna competition ndio kutajirika. Na ndio maana utajiri ni positive sum game. Kwa sababu gani? Positive sum game ni kwamba matokeo yangu affect matokeo ya Bwana Lume. Mimi na Lume tunaweza tukafungua hapa maduka. Mfano mzuri ni Kariakoo. Kariakoo hapa kuna duka la simu, hapa kuna duka la simu, kuna duka la simu, kuna duka la simu, na wote wanauza simu yao na wote wana mafanikio. Nenda Mwenge hapo mtu ana hardware 5 sehemu moja na wote wanauza. That's how you create wealth. Ukianza kucompete kwenye create wealth, you'll never make it. Na wasomi wengi wana compete kwenye kutengeneza utajiri. Sababu ya ngapi? Sababu ya 9. Sababu ya 9, wasomi wengi ni maskini ni kwa sababu wasomi ni chakula cha benki, cha mabenki. Kuna kitabu nimekisoma juzi, nimekimaliza kipo hapo. Kitabu cha mtu mmoja msomi mkubwa sana Tanzania, shehe hold post kubwa sana, anaitwa Dr. Kimei. Wengi mnamfahamu. Mara ya mwisho post yake ya mwisho alikuwa ni managing director wa CRDB, one of the most performing banks in Tanzania. Anasemaje? Unajua kitabu chake amesema kitabu kinaitwa Finance, Leadership and something like Career. Finance, Leadership and Career. Dr. Kimei anasema wazi kabisa kwamba faida kubwa ya mabenki yote, commercial banks Tanzania, ni kupitia mikopo. Wanaotafuta kwenye mkopo ni kina nani? Sio mtu mwenye form 4, sio mtu mwenye darasa la 7. Hawa ni watu ambao hata wanaga muda wa kwenda benki. Mara nyingi lazima zipo kwenye mzunguko. Wasomi, ukipata tu ajira, benki inakufuata. Kuna milioni 15, chukua mkopo hapo. Nunua gari. Kuna milioni 25 hapo. Anza kujenga nyumba yako pole pole. Hiyo ni mikopo ambayo inajulikana. Kusoma tu penyewe, University of Dar es Salaam nimesoma petroleum chemistry. Mkopo ambao nilichukua Hezlem milioni 15. Actually milioni 14 kwenda milioni 15. Kwa hiyo mtu ukiajiriwa kama msome, baada ya tu kuajiriwa unabidi ulipe mkopo miaka 10. Pembeni una mkopo wa NMB, pembeni una mkopo wa CRDB, pembeni una mkopo wa benki kama 3. Kila siku unapiga makato. Pesa zako zote zinaenda kulisha benki. Wasomi wengi ni chakula cha mabenki, and you can never be successful. Una mikopo kila siku, unarudisha madeni kila siku, unarudisha madeni. Sababu ya 10 sababu ya 10 ni kwamba wasomi hawana muda. What do I mean? Wasomi hawana muda kutengeneza utajiri. That's the reality. Angalia, miaka 2 uko nursery, maybe mwaka mmoja umesoma nursery, uko very smart, mwaka mmoja nursery, miaka 7 primary. Hiyo miaka ngapi jumla? 8. Form 4, form 1 mpaka form 4 miaka 4. Jumla miaka mingapi? Sielewi. Form 5, form 6, hesabu miaka mingine 2. Degree miaka mingine 3. Hii miaka yote uko shule. Ukimaliza una miaka 3 ya kusoma mtaani, alafu unakuja kuajiriwa. Where do you get chance to create wealth?
muda wote umepoteza unasoma. Ukimaliza una miaka 3 ya kusota, una beti hapo, unafanya umbea, unafanya siasa, unafanya nini, mwisho wa siku unakuja kupata ajira. Miaka 30 unafanya kazi. Wasomi anatoka saa 12 alfajiri, anaenda kazini, anarudi saa 12 jioni. Anafanya kazi kwa miaka 30 mpaka anastaafu. Niambie kuna muda gani hapa wa kutengeneza utajiri? Let me tell you a secret. Let me tell you a secret. I'm telling you from my own perspective. Utajiri kama ilivyokuwa faculty nyingine yoyote, kama field nyingine yoyote, inahitaji muda. Kama ulivyo spend miaka 19, 20, 21 kupata degree yako, pia unahitaji muda wa kuspend kutengeneza utajiri. Na kama hauna muda wa kutengeneza utajiri, obvious unakufa maskini. Wasomi wengi wanapoteza muda kwenye kufanya vitu ambavyo haviingii utajiri. Reason namba 12 kwa sababu gani wasomi wengi ni maskini na watakufa maskini kama watabadilisha, ni kwamba wasomi wengi, wasomi wote actually ni matunda ya mfumo. What do you mean, Jeff? Ngoja nikurahisishie. Mfumo ulitengenezwa tangia siku nyingi. Wala mfumo ulitengenezwa na Rais Magufuli, wala mfumo ulitengenezwa na Rais Mwinyi, wala mfumo ulitengenezwa na Nyerere. Mfumo ulitengenezwa tangia enzi na enzi. Na mfumo ulitengenezwa kuwapata watu ama kuandaa watu ambao wanaweza kuwekwa sehemu moja wakawa organize kwa ajili ya kumsaidia mtu mmoja kuwa tajiri. Hiyo inaitwa employment. Elimu inakuandaa wewe kuajiriwa. Huo ndio mfumo ulivyo. Na ukiajiriwa utapata mshahara ambao hauwezi kukutajirisha, sababu ukiwa tajiri kupitia mshahara, unaweza kutoka kazini ukamwacha yule bosi ukaenda kuanzisha kitu chako. Mfumo unataka hicho kitu, mfumo unataka uendelee kumaintain. Kwa hiyo utalipwa mshahara ambao unakukidhi tu wewe kuishi. Unaweza ukala vizuri, yes. Unaweza ukaishi vizuri, yes, ukalipa rent, ukalipa bills zako vizuri, lakini you can never create wealth. Na maanisha nini create wealth? Create wealth nazungumzia generational wealth. Generational wealth ni kwamba pale ambapo babu anakufa anaacha utajiri kwa mwanae. Mwanae anakufa anaacha utajiri kwa mjukuu, pia mjukuu anaweza kafa akaacha utajiri kwa kitukuu. Hiyo ndio maana generational wealth. Wealth ni kwamba pale mama yako anaweza kupigia simu, mwanangu na matatizo, mguu unaniuma, nahitaji milioni 2 ya kwenda hospitalini. Wasomi wengi sasa hivi ukimshtukiza pap akamtaka milioni 2 nayo haina. So madeni ni mengi bobi, lakini pia system hiyo inahakikisha kwamba wasomi wengi wanabanwa. Kuna kitu kinaitwa tax. Hakuna watu wanaumizwa na tax kama wasomi, na hakuna msomi anaweza kukwepa tax. Mfanya biashara anataka tafuta loopholes akachomoka. Msomi anachomokaje? Sisi yani mshahara wako unaonekana mweupe, unaonekana. Unakimbia wapi? Wewe ni matunda ya system. Wewe ni matunda ya mfumo. Na mfumo unakupenda sana, na mfumo unataka ukuache, utaendelea kukushikilia, na ukiendelea kuwa maskini, mfumo ndio unafurahi zaidi kwa sababu mfumo ulitengenezwa kwa ajili yako na kwa ajili ya kukudumaza na kukudidimiza. Sababu ya 12 na ya mwisho kwa nini wasomi wengi wanakuwa maskini ama hawapati utajiri ni kwa sababu wasomi hawana shoshin. Wasomi wamepoteza shoshin. Sijui kama kuna mtu anahisi maybe Jeff anachapia ama Jeff kila siku anachapia. No, na maanisha wasomi wengi hawana shoshin. Shoshin ni nini? Shoshin ni neno la Kibuddhist na pia ni neno la Japanese martial arts ambayo inamaanisha katika kujifunza unabidi utoe kila kitu ambacho unakifahamu, kila kitu ambacho kipo kwenye ubongo wako, uwe tayari kujifunza vitu vipya. Uwe tayari kukubali vitu vipya viingie, asivu wewe ni beginner. Inaitwa beginner's mind kwa lugha nyingine ya Kiingereza. Shoshin ni beginner's mind. Wasomi wengi wanaamini kwamba vitu ambavyo wanavyo ni vitu ambavyo havitakiwi kubadilika, ndivyo vitu ambavyo ni principles, ni rules ambazo zinawaongoza kwenye maisha yao, sababu waliambiwa elimu ni ufunguo wa maisha yao. Kwa hiyo inapokuja knowledge mpya, inapokuja kitu kipya cha kujifunza, hawataki kujifunza, wako tayari kubishana mpaka mwisho. Wako tayari kukomalia point ambayo wanafahamu mpaka mwisho, lakini Shoshin inakuhitaji wewe kuwa na open mind. Uwe tayari kujifunza, uwe tayari kuabsorb vitu vipya, uwe tayari kuwa mtu wa kuelewa, kusoma vitu na kufahamu mchezo in a different way tofauti na vitu ambavyo unavifahamu mwanzoni. Hizi sababu 12 zinawafanya wasomi wengi sana wawe maskini. Lakini sababu ya muhimu zaidi ni kutokuwa na Shoshin. Wasomi wengi hata hivi vitu ambavyo nimezungumzia, kuna msomi somewhere hana ajira, hana uhakika wa kula, hana kazi, hana kipato, lakini still atapingana na ukweli. Lakini what I've said ni vitu ambavyo kama kuna namna ambavyo unaweza kuvirekebisha, please virekebishe. Uhitaji kuwa na arrogance kwa sababu tu una elimu. Lazima ujifunze elimu ya fedha, hata kama hautaitumia at least uwe nayo.
Toa kiburi. Lazima ufahamu mahesabu ya fedha. Wasomi wengi hawana muda. Jaribu kujitengenezea muda, at least dakika 30 kila siku kujifunza. Epuka kushindana. Achana competition. Collaborate na watu. Kubaliana na watu, jifunze kutoka kwa watu, jaribu kupata experience ya watu wengine, kuwa mtu ambaye uko tayari kujifunza muda wote. Lakini very most importantly, ingia mtaani, acha kila kitu cha shuleni, ingia mtaani kama vile ni mtu ambaye unaanza upya. Tumia elimu yako kusolve baadhi ya matatizo, tumia elimu yako kufanya decisions sahihi, lakini ukija mtaani mambo ni tofauti na uwe tayari na uwe tofauti. If it's the first time you're seeing this video, usisahau kusubscribe. Pia like na comment kwa sababu nimekaa poa sana, iko vizuri sana. Cheers until we meet next time. Bye.